Karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, matumaini makubwa kwa mzima wa afya. Na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makelele Ozil. Katika habari zetu za leo tuanzie kule Kinshasa, makao makuu ya nchi ya DRC, ni kwamba kinara wa chama cha kisiasa cha ACD Bwana Martin Fayulu Madidi ameendesha kikao na waandishi habari Ijumaa hii ya tariki 8 Mei 2026 ambamo aliweza kumshuku Rais Felix Tshisekedi kwamba anatumia vita kama chombo cha kuahirisha uchaguzi wa mwaka 2028. Mengi zaidi tusikilize ripoti ya mwanaripota wetu Isaac Mulucha Ashibe ambaye aliweza kuchimba habari hii. Ndiyo, mwanasiasa huyo wa upinzani na mgombea wa urais wa mwaka wa 2023 ametoa tuhuma nzito dhidi ya Rais Felix Tshisekedi wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Alidokeza wazi kwamba kuendelea kwa vita vya silaha mashariki mwa nchi kunaweza kutumiwa kama sababu ya kuahirisha uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwaka wa 2028. Tunajiuliza, hata kama vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi yetu havidumishwi makusudi ili kuzuia kufanyika kwa uchaguzi, alisema. Akihoji hadharani kutaka kujua ni nani wanaonufaika na vita hivi, kinara huyo wa upinzani nchini DRC alielekeza lawama kwa kile anachoona kuwa ni ukosefu wa nia ya kisiasa ya kumaliza mapigano yanayoendelea. Aidha, alitaka jumuiya ya kimataifa kuhakikisha utekelezaji wa azimio la Baraza la Umoja wa Mataifa 2773 ambayo kwa maoni yake haijatekelezwa ipasavyo. Kwa mujibu wa Fayulu, matamshi ya mkuu wa nchi yaliyotolewa wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari tarehe 6 Mei yaliondoa mashaka yote kuhusu nia yake ya kubaki madarakani kwa gharama yoyote, hata kama itamaanisha kuiacha nchi ikiendelea kuzama katika mgogoro wa usalama badala ya kuheshimu ahadi zake za kikatiba. Kwenye mkutano na waandishi wa habari alioendesha siku mbili baada ya ule wa rais wa jamhuri, rais wa chama cha Engagement pour la Citoyenneté et le Développement ACD kwa ufupi, Martin Fayulu alilaani kile alichokiita jaribio la mapinduzi ya kikatiba lililoandaliwa na mbunge Paul Gaspard Ngondankoi kupitia pendekezo lake la sheria ya kura ya maoni au referendum kwa kimombo. Kwa mujibu wake, sheria hiyo ni njia ya kisheria inayolenga kumruhusu Felix Tshisekedi kugombea muhula wa 3 ambao ni kinyume cha katiba. Kwa sauti ya tahadhari, Martin Fayulu alihitimisha kwa kumuonya rais wa sasa kwamba wananchi wa Kongo, kama walivyofanya wakati wa Joseph Kabila, watazuia mpango wowote wa muhula wa 3 mwaka wa 2028, apende asipende, atalazimika kuondoka. Alihitimisha hivyo Martin Fayulu Madidi. Tujielekeze kule katika nchi ya Burundi, ndani ya kambi ya Busuma. Ni kwamba wakimbizi wa Kongomani wanaoishi ndani ya kambi ya Busuma nchini Burundi wanataja kuwepo na vitendo vya rushwa katika kuorozesha ili kupata fomu ya ukimbizi. Hawa wameomba kwa viongozi husika kuvalia njuga swala hilo ambalo linakeuka vikali haki ya wakimbizi. Taarifa tunazo toka baadhi ya wakimbizi ambao ni wahanga wa vitendo hivyo wametaja kuwa hali hiyo ya wakimbizi kuombwa pesa zinafanya mchakato huo kuenda kwa mwendo wa kobe kabisa, kama anavyoeleza moja kati ya wakimbizi. Sisi wakimbizi wa Kikongomani ambao tunapatikana ndani ya kambi ya wakimbizi ya Busuma mkoani Ruigi nchini Burundi, tuna masikitiko makubwa sababu vitendo ambavyo tunaendelea kuvitendewa katika kipindi hiki cha enregistrement, walio wengi tunazoea kusema fingerprint, kufinga. Operation ya fingerprint ilianza vizuri tangu mwanzo, lakini mpaka sasa inaendelea kutatizwa kwa ajili ya shida zifuatazo. Kusudi upate form, kusudi ukuwe enregistré, watu wanaanza kuomba pesa. Wanaanza kuomba pesa kwa wakimbizi kusudi upate kuwa enregistré, ufinge. Na walio wengi kama gisi mnavyojua, sisi wakimbizi hatuna pesa, lakini walio kuwa na pesa ndo ambao sasa wanaanza kupitishwa. Na hata unaweza ukabatika kupitishwa, unafinga, unapata ile form ile. Sasa kusema bakualinye kusudi ushuke sasa mkonvoi, haiko hivyo. Na ile yote inasababishwa na uongozi mbovu wa kambi kwa ngambo ya wakimbizi, vile vile hata kwa wale wafanyakazi wa kitengo cha ACR ambacho kinahusika na ile kuorozesha wakimbizi na kuwarudisha. Hivyo basi tunatoa malalamiko yetu kwa wakuu viongozi wa ONAPRA ambao wanarepresente serikali ya nchi ya Burundi ambayo imetupatia hifadhi. Vile vile tunaomba wakuu viongozi
wa CNR ambao wanarepresente mai processus ya rapatriement ya wakimbizi upande wa serikali ya Kongo, kuangalia namna gani wanaweza kufuatilia na kukemea hivi vitendo vya rushwa ambavyo vinagubika shughuli nzima ya kuorozesha wakimbizi kwa ajili ya kurudia nchini Kongo. Vile vile wale ambao wanahusika kwa karibu ama kwa mbali kwa hivi vitendo vya rushwa, ili upate kuorozeshwa na vile vile upate kuwa alinye mkonvoi, wawajibishwe kwa mujibu wa sheria. Tujelekeze kule Walikale, jimboni Kivu Kaskazini. Shirika la raia MSCO tarafani Walikale laomba kwa serikali nayo mashirika ya kihutu kuwajia na misaada wakimbizi wanaokimbia vita kati ya M23 dhidi ya jeshi la taifa FARDC kwenye vijiji vinye kuzunguka eneo la Walikale, jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa duru za shirika la raia MSCO, wengi kati ya wahamiaji wa ndani ni wale ambao wametoka katika eneo la Remeka kukimbilia Walikale Center, kama anavyohakikisha hapa Bwana Ombeni Sura Faustin, mratibu wa MSCO Walikale. Wana journalist inaonekana wahami wengi wa vita wamekimbia kutoka mji Remeka wakikimbia vita ya M23. Vita ilizushwa ni tangu siku ya pili na siku ya tatu. Kwa siku ya tatu wa jeshi la taifa wanaungwa mkono na wazalendo wakawatosha tena katika mji Remeka kwa kuwarudisha nyuma ndani ya mtaa ya Masisi, kwa sababu utakumbusha kwamba Remeka ni ndani ya mtaa ya Walikale, sekta ya Wanyanga. Lakini katika mapigano haya imefanya raia wengi wakimbie kutoka huko mji Remeka. Wengine wamejielekeza Ufamando, wengine wamekuwa Hombo Nord, wengine wamekuwa Hombo Side ndani ya, na wengine kujielekeza ndani ya Bakano. Tutajulisha kwamba katika wahami hawa wengi ni wamama wenye mimba, watu wenye wazee zaidi ya miaka kabisa, kuna kuwa watoto wachanga, watoto vile vile wenye kusoma, na wababa ambao wamekimbia, wameacha vyote na wamekuwa bila matumaini ya maisha sababu ya vita hii. Na hapo tunaalika watu wenye moyo mwema kuwajia ndugu wa msaada, sababu walikimbia wakiacha vyote, hawana matumaini ya chakula, malisho, mavazi, hata shule ya watoto ni shida sana upande yao. Tunaalika government yetu ya Kongo kufanya mbinu yote zikanavyo kusimamisha vita ya wahuni hawa, sababu wamekuwa wenye kuviole mikataba zote ya CCLF au hasi. Tujelekeze kule katika kijiji cha Nyange tarafani Fizi. Ni kwamba mzalendo mmoja wa kundi la MPLC bara FPLC yake Rene Itongwa pamoja na raia mmoja kufariki kwa kupigwa risasi. Hayo ni matokeo ya purukushani iliyoendeshwa kati ya wazalendo na wezi wiki hii katika kijiji cha Nyange, sekta ya Nganja tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yametoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Kwake Bwana Kashindi Daudi Asumani, kiongozi wa shirika la raia Sosiko RDC sekta ya Nganja, ameanza kwanza kuonesha namna tukio lilivyokuwa, huku akiomba kwa wakuu viongozi husika na usalama kurudisha usalama eneo hilo. Tunatosha kwanza mkono wa pole kwa jamaa zilizokumbwa na msiba, na tunatosha tena mkono makiwa kwa General Rene Itongwa kwa kuweza kumpoteza jeshi wake hapo Nyange. Najua ilikuwa ni usiku. Kiongozi Rene Itongwa alikuwa kwenye makao ya kanisa, alikuwa akipokelewa kwa shangwe hapo Nyange. Baadhi ya wajeshi, kuna wengine walikuwa wanapanga kwenye hotel, ikabidi kama wale wajeshi wake wamoja watoke pale kwenye yuko kwenye kanisa waende kule kwa hotel kuambia wenzao kama kiongozi wao watalala pale na wanabaki kule kwenye hotel. Kabidi kulikuwa mzee mmoja wa kanisa ya Malikia, naye akasema kama tamshindikiza ujeshi. Kakuwa kiongozi Rene Itongwa akakatalia ule jeshi asitoke pale. Ule jeshi akasema hapana, tutakwenda tu. Na hivi tuna muda miezi mitatu wangali wanatoka kufro. Walipotoka wakakuja vizuri. Kumbe kuna sehemu moja hapo Nyange wamwizi walikuwa wanaiba. Sasa walikuwa wanaiba, bakaona watu na mateni, wakasema no, hawa ni wajeshi wanakuja kutushika. Kaanda kutire masasi pale ule muongozi wa kanisa la Malikia, mzee wa kanisa, akutana
anguka chini na kufariki, na huyo jeshi mwingine na yakafariki na wengine wakapelekwa hospitali. Hiyo ndo tatizo limeweza kutokea hapo Nyange, na sio Nyange tu, hata Misisi nayo kwa sasa insecurity ni nyingi zaidi. Watu wanaibwa sana na mipanga. Juzi bwana Steve, mtu wa Edisho Ferma Vendezer, na aliingiliwa na watu wa silaha, walikuwa na silaha 3, wakampeleka vitu vyote vya Edisho, maapareye avec 3 telefone Android, kufika tena mu aveni Bambote afase na eglise ya Témoins de Jehova. Mwingine papa naye akakuwa visiti, wakampiga mipanga. Kulikuwa mwingine kijana naye hapa kumarshe maendeleo anaitwa Kado, juzi naye alipigwa mipanga na kuporwa kila kitu kia ndani. Donc l'insécurité s'impose moi secteur ya Nganja. Kenye ningelilomba aussi kwa autorité locale meme kukora sécurité, to renforcer sécurité, na ingine ni mzuri kufanya usimamitation. Les militaires abiko sanse kuikala mantite moja des années et des années, les policiers des années et des années. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako Omari Makelele Uzila.